Na mtazamaji, bwana Mac Voice ameamua afunguke, aweke vitu bayana kuhusiana na kile ambacho kilichotokea kwa mara ya kwanza kabisa, jinsi alivyotishiwa maisha na Rayvanny, lakini pia vile kuhusiana na suala zima la yeye kufukuzwa katika record label hiyo ya Next Level Music. Bwana, kwa mujibu wa Mac Voice ameweka wazi kwamba alikuwa analala studio kama alivyozungumza katika video iliyopita. Baada ya kulala studio kwa muda mrefu, ni kwamba jambo ambalo lilikuwa linaendelea katika maisha ya Mac Voice ni kwamba alikuwa analala studio wakati mwingine, lakini pia sometime akiona kwamba kulala chini pale studio baada ya kina Stukizi kurekodi na wasanii wengine kumaliza kazi zao, alikuwa anaona kabisa kwamba sio jambo sahihi kwake. Kwa hiyo alikuwa anadandia kwenda kulala kwa jamaa anaitwa Mzava, ambaye ni mmoja kati ya watu wa karibu kabisa na record label hiyo ya Next Level Music ambayo inamilikiwa na Rayvanny. Sasa kwa mujibu wa Mac Voice anasema kwamba issue yeye kwenda kulala kwa Mzava ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu mara nyingi huyo Mzava alikuwa anapata wageni wa kulala nao pale nyumbani kwake. Kwa hivyo basi Mac Voice muda mwingi au siku nyingi alikuwa anazispend pale studio kwa Stukizi akiwa amelala chini. Lakini baada ya kadri ya siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, yeye mwenyewe pia hali hiyo ilikuwa haimpendezi. Hivyo basi alikuwa anatamani sana afanye kitu ili mradi tu kuweza kujikwamua katika hiyo zahma ambayo alikuwa anapitia. Sasa kitu ambacho kilitokea ni kwamba ilikuwa ni kama bahati. Kwa mujibu wa Mac Voice anasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni kama bahati, akapokea simu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anamhitaji yeye aende akafanye show. Na kama unakumbuka vizuri bwana, mwaka uliopita Mac Voice tulimuona kwa mara ya kwanza kabisa katika show zile za chaka tu chaka, yani ni show zile za mikoani. Wasanii ambao labda muda wao umepita, kama unakumbuka baadhi ya wasanii ambao walitrend sana miaka ya 2000 huko, uwaga wanaendaga kufanya show mikoani mpaka leo hii, na uwaga wanapata pesa nzuri tu. Sasa hawa wasanii wengine ambao kidogo wanapitia nyakati ngumu katika career zao za muziki, na nyenao pia uwaga wanajiunga pamoja na wasanii hawa wa zamani kwenda kufanya show huko za show hizo ambazo tunazizungumzia, ambazo zinakufahamika kwa jina la chaka tu chaka katika mikoa mbalimbali huko katika kanda tofauti tofauti nchini Tanzania. So kwa mujibu wa habari ambazo amezizungumza, Mac Voice amesema kwamba yeye pia ilibidi ajiunge na show hizo za chaka tu chaka baada ya kupigiwa simu kwamba anahitajika kwenda kufanya show moja kwa moja. Jambo hilo bwana likawa kama vile limemuexpose kujua kwamba kumbe kuna uwezekano wa yeye mwenyewe pia kujipambania kupata kiasi cha fedha kwa ajili ya kumsapoti mama yake, kwa sababu kwa wakati huo kwa mujibu wa story ambayo ameitoa Mac Voice, amedai kwamba mama yake mzazi alikuwa anapitia wakati mgumu kiafya, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo ilikuwa hakuna budi, lazima ajitahidi ili mradi tu aweze kupata kiasi chochote kile cha pesa kwa ajili ya kusaidia afya ya mama yake au kuokoa uhai wa mama yake mzazi. Kwa hivyo basi Mac Voice alivyopigiwa simu hiyo ya kwenda kufanya show za chaka tu chaka, moja kwa moja bwana aliamua kwenda, jambo ambalo lilikuwa ni kosa kubwa sana kwa Rayvanny. Kwa mujibu wa Mac Voice anadai kwamba alipokea simu kutoka kwa Rayvanny, na simu hiyo bwana ilikuwa ni ya vitisho. Alikuwa akiambiwa bayana kwamba dogo, sitaki tena kukuona hapa studio, lakini pia vile bwana usije ukanitafuta tena kwa lolote kuhusu wewe. Na Mac Voice amefunguka wazi kwamba baada ya Rayvanny kumwambia kwamba usirudi tena studio, yani usirudi tena studio sehemu ambayo alikuwa analala, ina maana kwamba bwana alikuwa ni kama vile amemfukuza. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba kwa mujibu wa story ambayo ameizungumza hapo Mac Voice studio huko mjini FM, amesema kwamba bwana, kwa mujibu wa kitu ambacho kimetokea ni kwamba Rayvanny akaendelea kumwambia kwamba nitakuja kukuzingua. Yani hiyo bwana ilikuwa inaonyesha ni kama vile kauli ya vitisho kwenda kwake Mac Voice. Kwa hiyo bwana, baada ya kuambia kwamba nitakuja kukuzingua ukisogea, na akamwahidi kwamba hii simu utakuja kuipiga sana, kuna wakati utafika utakuwa unaipiga sana, akiwa anamaanisha kwamba ataenda, lakini mwisho wa siku atabuma, maana amejifanya mjanja. Sasa huko mbeleni akishakwama bwana, atakuwa akimpigia sana Rayvanny na hatopokea. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hiyo ndiyo mara ya kwanza kabisa Mac Voice kufukuzwa pale Next Level Music. Sababu kubwa ambayo ilimfanya Mac Voice kufukuzwa jumla ni kitendo cha yeye kwenda kufanya show za chaka tu chaka kinyume na makubaliano au kinyume na utaratibu wa management ya Next Level Music.
Sasa jambo hilo bwana ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana kuona kwamba kumbe kijana bwana alifukuzwa baada ya kuamua kwenda kufanya show za chaka tu chaka kwa ajili tu ya kujipatia pesa ya kumkimu mama yake ambaye alikuwa anaumwa na yeye mwenyewe pia kujiangalia katika mustakabali wa maisha yake kwa ujumla. Hii ni story ambayo hata kijana ambaye pia ametoka katika record label ya Rayvanny, namzungumzia Ibra, naye alizungumzia the same thing kwamba yeye sababu ya kutoka Konde Gang ni kwamba alikuwa hana hela, alafu management ilikuwa imruhusu yeye kufanya show za bei rahisi, na at the same time akiomba pesa ananyimwa, na wakati huo huo mamake mzazi alikuwa yuko hospitalini anaumwa. Kwa hiyo hiyo ni sababu ambayo aliitoa Ibra, na ndio the same sababu au ndio the same reason ambayo Mac Voice naye pia amekuja kuitoa kama sababu ambayo iliyopelekea yeye kujitoa katika record label hiyo ya Next Level Music ambayo iko chini ya usimamizi wa Rayvanny. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba sababu au hizi stories zinafanana, Ibra na Mac Voice. So kwa mujibu wa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho amekizungumza Mac Voice. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba msanii Mac Voice amesimulia mchakato wa kuondoka kwenye record label ya Next Level Music, akidai kuwa alifukuzwa na bosi wake baada ya kwenda kufanya show za mikoani kwa lengo la kumsaidia mama yake aliyekuwa mgonjwa. Lakini pia vile vile bwana hapa wadau mbalimbali nao pia wamekuja kujitokeza kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho Mac Voice amekizungumza. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, ukimsikiliza Mac Voice na Ibra wa Konde Gang utakubali kwamba wasanii Diamond, utakubaliana na mimi kwamba Diamond ni mtu mzuri sana. Kuna mtu mwingine hapa amekuja kucomment ameandika kwamba kwa haya wanayopitia hawa vijana katika hizi record label nyingine, kiukweli utagundua kwamba Diamond ni mtu mzuri mno. Kuna watu wamekuja kumsifia Diamond kwamba alikuwa anajitahidi hata wasanii wake kuwapangia, japokuwa walikuwa hawana hela hivyo hivyo, lakini yeye alikuwa anawatafutia sehemu ya kuishi na usafiri juu. Kuna page hapa amekuja, kuna mdau mwingine hapa anaitwa Fanuel Gaspar anasema kwamba mheshimuni Diamond. Kuna mdau mwingine anasema kwamba bwana, ila Mondi yote haya ameyataka, imekuwaje amewapa umaarufu watu wana roho mbaya kiasi hiki. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana, kwa haya anayoendelea Dudu Baya mbona mtamuelewa tu. Kuna mwingine anasema kwamba kiukweli Diamond apewe maua yake. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, huyu Diamond wanayemsema kwamba amewatesa hajawahi kuwatesa hivyo kama wao wanavyotesa watu wengine. Kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, yale ya Ibra, wasanii wakubwa bwana wanazingua kweli kweli ukimtoa Diamond na Alikiba. Hiki ndio nilichokuwa nakwambia kwamba hizi stories za Mac Voice na Ibra zinafanana, ndo hivi bwana. So ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako kwa ajili ya kupata update zaidi, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe ili usipitwe na update zote ambazo tunakuletea hapa Trend TV.